Leo tutaenda kwa mambo mengi sana. Today we won't take so much time. Na nataka tuzungumzie kuhusu kuchelewa. I want us to talk about getting late. Au kucheleweshwa. Or being delayed. Kuchelewa au kucheleweshwa. Being late. Katika maisha, in life, hakuna kitu kigumu kama kuchelewa. There's nothing so hard like being late or being delayed. Maisha ambayo tunaishi, the life we are living today, kuna roho ambayo inawafuata watu wengi. There's this spirit that is following so many people. Na hiyo roho, and that kind of a spirit, inaweza kuonekana ni rahisi. It might be seen to be so easy. Lakini ni roho ya kumtesa mtu katika maisha yake. But it's a spirit to torment someone in his life. Watu wengi wamechelewa. There are so many people who have got late in life. Kwa sababu, why? Haya maisha, because this life, yanapimwa. It is weighed. Maisha haya, this life, hatuko tu. We are not just there. Lakini maisha haya, but this life, kila kitu, everything, kiko na wakati wake. Has got its own season and time. Kwa hiyo unapocheleweshwa, and therefore when you are delayed, maisha yako hayawi jinsi yangekuwa. Your life will not be as the same way it's supposed kwa sababu to be. Mungu, because God, anatuwazia mema, He is thinking good for us kila siku, every single day. Lakini mpango wa shetani, but the plans of Satan, tusifikie mpango wa Mungu, that we don't get to the plans of God kwa haraka. In time. Kuna watu wengine, there are some people, wamechelewa, they have been delayed, na kuna wengine, and some, wanakufa, they are dying bila kufikia, even before they get there. Ingawaje, even though, wameahidiwa. they have been promised. Na kanisa, and the church, tumejisahau. We have forgotten ourselves. Kwa sababu shetani, because Satan, anaweka roho, is putting a spirit ya kuzoea. Of getting used to. Shetani, Satan, anaweka roho, is putting a spirit ya kukufanya of making kusema ni sawa tu, saying that it is just okay. Lakini siku, but one day, hazikai, or days are numbered. Siku, days, zinaenda, are passing. Baada ya siku na day siku. after day. Kwa hiyo mwanadamu hasimami. And therefore every human does not stay. Unaweza kusimama wewe kiakili, you might be stagnant in your lakini brain, maisha yako, but your life, hayasimami, does not stay in the same place. Ndio maana tukawa na jana, and that's why we had yesterday, na tuko na leo, and we have today, na tuko na kesho. We will have tomorrow. Jana ulikuwa na miaka 10. Yesterday you were 10 years old. Lakini sasa tumeingia mwaka mwingine, and now you are in a new year, ambao unaenda 11. and now you're getting into 11th Kwa hiyo year. maisha yako, and therefore your life, haisimami, does not stop. Kwa hiyo shetani, and therefore Satan, amechelewesha wengi, has made so many people delay. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tasoma kitabu cha Wagalatia. We shall read from the book of Galatians. Sura 4 na mstari wa 4 inasema nini? Nataka kuzungumzia utimilifu wa wakati. I want to talk about the fulfillment of time, or the fullness of time. Kwa sababu unaweza kujidanganya, because you can lie to yourself, ukasema uko sawa, and you think that you're okay, na ukakuwa ni mtu ambaye unapumbazika kumtafuta Mungu, and you become so foolish of looking lakini wakati wako, but when your time, unaanza kuyoyoma, it begins to go faster. Biblia inasema, the Bible says, mwenye akili, the one who is wise, na mwenye ufahamu, and the one with knowledge, apime siku za kuishi kwake chini ya jua. Let him be able to understand his days of living under the sun. Kwa mfano, for time, kuna wanaume ambao wanasema mimi ni mwanaume. There are men who are saying that I am a man. Anasema
naweza kuoa wakati And they are wowote. saying that I can marry anytime. Naweza kufikisha miaka 40 Maybe I can come to a 40-year time nikaoa. and I get married. Lakini hajui But he doesn't know anaishi kwa wakati. that he's living within season and time. Kuna watu ambao There are people, ana miaka they 50 are 40 years old, 50 years old, lakini anajiambia but he's telling himself nitaoa msichana wa miaka 15. that I will marry a young lady of 15 Ni years. sawa utaoa mtu wa miaka Yes, 15, you will marry a 15-year-old lady. lakini hata kubadilisha wewe She will not change you. ili uwe miaka For you to be 15. 15 years old, Utabaki na 50 you will years. remain at 50 years old. Sasa 50 years But at 50 years, unazaa mtoto, you give birth to a child. haupimi, And you don't measure all. unadhani ya kuwa mambo yako And sawa. you think that everything is okay. Shetani And amekuchelewesha, Satan has delayed you. halafu unasema niko tu sawa, And you say it's bado okay. ninaishi, I am still alive. bado I will nitafanya. still do it. Sasa 50 Then years at 50 years, umezaa mtoto, you have given birth to a halafu child. ule And mtoto that child, ili aingie masomo, for the child to begin learning, amalize shule, for them to get into ni school, miaka is 20, now 20 years past, 25. 25 years past. Wewe wa 50 And years for you at 50 years, umekuwa na mtoto wa miaka ngapi? Wewe unakuwa na miaka ngapi? how old are you and what kind of a child are you having? Unakuwa na You'll 75. now be having 75 Biblia years inasema old. pima siku zako za kuishi. Bible says that measure the Sasa days yule under the sun. mtoto And that wa child miaka 25 of 25 years ndio old sasa anaanza kujitafuta. now begins to find himself. Wanapokuona When they wewe look at you, watazani wewe ni tate, they will think that you are the grandfather. kwa sababu Why? umezeeka. Because you are old. Hautafurahia You will not be so happy. matunda ya watoto wako, You will not be kwa happy sababu of the siku fruits of zako your child because of your days zinayoyoma. that are numbered. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na hivyo ndivyo shetani anafanya. And that's how Satan does Anakufanya things. kama upo tu, He makes you be just there. anakuchelewesha, He delays you. anakufanya. He makes you. Unaweza kutana wanandoa wanapooana, You meet when two people are getting mwanamke ana married. miaka 25, A woman is 25 mwanaume years ana miaka 30, and the man is 30 years. alafu wanakaa And then they sit wanaambiana kwa and ndoa, they tell themselves wanasema tukule kwanza that let us starehe, first of all enjoy. tusizae Let us kwanza, not give birth. tukaekae. Let us enjoy. Mwanamke anasema nikifikisha And 30 the woman years said that when I'm at 30 years, naweza kuzaa mtoto wangu wa I can kwanza. give birth to the firstborn. Lakini unapozaa mtoto wa But when you kwanza give birth to the na wewe firstborn, ni mwanamke, and as a woman, ikifika miaka 50, when you're about 50 years mtoto amefikisha miaka 20. and the child now is 20 years. Siku hizi kuna wale ambao wanaingia menopause na miaka 35. Nowadays the menopause comes even at 35 years. Wengine wanaingia na miaka 40. Some at 40 years menopause. Wengine wanaingia na miaka 50. Some at 50 years. Sasa wewe umeingia na 30. And now you are at 30 years. Lakini unasema acha And you nikae, are saying, let me enjoy. nisizae, Let me not give birth. nikule kwanza Let starehe. me first of all Lakini enjoy. haujui And you don't know menopause inatembea that hapa. menopause is around the corner. Kucheleweshwa. Being delayed. Unazani You think uko sawa. you are okay. Tuko mbioni. We are in a rush. We are in a race. Tuko mbioni. We are in a race. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Leo shetani Today Satan amewafanya watu, has made people, vijana, so many young men, unakutana kijana you meet a youth, maisha yake his life ni ligala, is about just talking and making stories. maisha yake His life ni kuamka usubuhi, Waking up in the morning, kwenda kuzunguruka, go and walk around the anarudia streets, jioni. wake up, come back in the evening. Siku za ujana The days of the youth katika maisha ya in the mtu life of anybody ni siku ambazo ni za utajiri, are days of riches and wealth ambazo hazikawii. that do not stay for long. Lakini ujana wako But your youthful life, unabakia kwa kitanda, it stays in the bed. unalala muda mwingi, You take so much time in the siku bed. hazisimami, Days are not stopping. miaka They're waiting for haisimami. you. Years are not waiting for you. Utajipata You'll see. umefikisha miaka 30, You've come to 30 years hakuna kitu and there's nothing ushafanya you chako. have ever achieved.
Hujui kazi. You don't know anything, any activity or any work. Wewe ni story. You just there to make stories. Wewe ni mtu ambaye unadhani niko jene. You are this person that you think Unafuata huyu. You are following this one. Unafuata huyu. You follow the other unajifanya mjanja. And you think that you are so. Lakini shetani, but Satan, anakuchelewesha. He is delaying you. Anasifu. Hallelujah. Anakuchelewesha. He's delaying you. Kama uko kijana, if you are a young man, miaka 18 and you are 18 years mpaka old miaka 30, to 30 years, nguvu ambayo uko nayo the strength that you have ni nguvu inapanda. is the strength that is going Lakini ukianza miaka 31, but when you begin the 31st unaanza year, kuteremka. you begin to go down. Unaanza kushuka. You begin to go down, to ascend, yes. To descend. Lakini shetani, but Satan, amekudanganya kwa kioo. he has given you a mirror to light yourself. Shetani, Satan, anakudanganya wakati unajipodoa. he's lying to you when you are applying so much makeup. Ukijiangalia, When you look at the mirror, unajiona niko and sawa. you think that you are okay. Lakini ile ni poda But that is just but a ambayo powder utaifuta. that tomorrow you'll wipe it Alafu away. utaanza kuona ukweli And then you'll begin seeing the wa reality maisha yako. of your life. Kwa hiyo shetani And Satan, anakuacha he leaves you uingie kanisani that you get to church na utoke, and leave. lakini akuachii But he doesn't allow kujua siku zako. to understand your life and your time. Unafanya nini What are you doing mpaka sasa hivi? until now? Ni nini umefanya? What is this that you're doing? Juu nguvu ya vijana, Because the strength of the youth, unaweza kufanya kazi yoyote. you can do anything, any work. Unaweza kuruka, You can jump up, unaweza you kushuka. can come down. Lakini vile miaka But inaenda, as years are passing, nguvu your inateremka chini. strength goes down. Hii ujana uko nao, And this youthful life you have, kuna miaka their years, utaanza kuikumbuka, you will begin to remember. na inaenda haraka. And it is passing so fast. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Umebaki kucheza, You left yourself playing around, joking around. lakini hujui tunaishi But you don't know you are living kwa wakati. in season. Uko na miaka 25, You are 25 years old. unataka ununuliwe nguo, You want people to buy you clothes, chakula, food, maji, water, kila kitu, everything else. lakini hujui But you don't know. tuko kwa wakati. We are in time. Nisipojifunza leo kununua If maji, you will not learn myself today to buy myself kesho water, nitakuwa na familia. tomorrow I'll have a family. Nitainunua hii maji. Shall I be able to buy Ndio this water? wakati unaoa That's the time you get married. bina kushinda, And kwa sababu hukuzoea, because you are not be able to understand, hukujua kupima to understand to na ukujua about time, kujipanga. and to learn how to arrange yourself, to align yourself. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunaishi nyakati, We are living in seasons. tunaishi kwa nyakati. We are living in seasons. Sasa huyu mwanaume wa miaka 50 And this person, this man ambaye of yuko 50 na years old, katoto kadogo, that has a young child toddler, kitu cha kwanza hajielewi, first thing, he doesn't understand himself. kuliko kuwa na miaka ya starehe. Instead of enjoying this time of Kwa life, sababu Mungu anapofanya uowe kwa miaka fulani because when God makes you na uolewe marry a wakati certain fulani, time and get married at a certain anakupa time, uwezo, He gives you power, nguvu ya kustahimili, strength to stand, kukaa utongo macho to stand awake usiku wote, all day, all night, kuhangaika na mtoto. to sleep. Sasa with your child. ukifika miaka 50, And you come at 50, Mungu anakupa pumziko, God gives you rest. uanze kuwaona hawa So that watoto you begin looking at your children, waanze so that kukutumikia. they begin serving you as well. Lakini sio kulala usiku, Not sleeping in the wewe night. papa wa miaka And 50 at 50 years, na mtoto wa miaka 15 mwenye ulioa, and a child
child that you got married to a 15-year-old, mtoto anapolia and when they cry, atakuamsha, she will wake you up. atakwambia nisaidie She will mtoto. tell you, please help Na me this miaka child. yako 50 And at 50 years, unaanza kubembeleza you mtoto, begin now sighing that na child. unaambiwa And you're being told, lazima ulale masaa 8 you have to sleep for 8 juu hours upate maisha for marefu, you to have a long juu life. upate afya For nzuri, you to be kwa sababu healthy and umri healthy. wako Because you're umekuwa not- umri your age wa is kubembeleza. an age of Lakini taking sasa kwa care of. upumbavu But in your unadhani stupidity, kama wewe ni you mjanja, think that you are unaanza so bembeleza wise. mtoto. You begin now taking care of Miaka that child. 65 65 years. unafariki, And then you die. unaacha mtoto yatima, And then you let that child die, remain kwa orphan. sababu Why? hukupima siku zake, You didn't weigh your time. hukupima. You didn't measure. Ulizania utaishi You thought that you'll live for years. kwa sababu unavaa ka jeans Just because you have some good genes kana kubana, and it's tightening you. unavaa shati na kubana, You're having a tightening shirt. ndefu inakuwa nyeupe, And you maybe your alafu beard mwendo is ambao there. unatembea And even the style of walking, unadhani we ni kijana. you think that you are very young. Uongo. That's a lie. Nakutana na mama You meet a certain woman. amevaa nguo He's putting on a certain clothes kamemubana, that is so tight. kanaishia hapa. And it's ending somewhere there. Miaka 50 At 50 years, umebana kweli, you're really tight. na tumbo inaanguka chini. And your stomach is already, your belly is already Unadhania kama falling down. umependeza. You think that you're looking so Kumbe ni vitu good. moja vya aibu. Instead, that is so shameful for Shughuli you. kuhesabu siku And you do zako. not know the seasons of your life. Kila kitu na wakati. Everything has got its time. Nyama ambazo unatuonesha saa hizi zimeregea, The belly that you are showing us now, doesn't look good. hazitamaniki. It is not even any Funika kind of, mguu wako. can you close or clothe yourself? Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuko kwa nyakati, We are in seasons. na kuna watu ambao And there are people, si kupenda kwao kuchelewa, it is not their will to get delayed. lakini kuna roho But there's a spirit inayotengenezwa that is there and made, katika maisha ya mtu fashioned in people's lives ili kuchelewa. so that they be delayed. Kila anapotamani Every time you try afikie kwenye kitu, to get to the place you want, hakifikii. he doesn't get there. Kitu ambacho unaweza kukipata kwa siku moja, Whatever you can find in one day, lakini unapata wewe unakipata kwa miaka 10, you realize that you'll work for it for 10 years. na saa nyingine unaona ni kawaida. And sometimes you think it is normal. Unafanya uchumba wa miaka You 10, begin dating for 10 years. unafanya kazi ambayo hulipwi, You work without pay. unazunguka usiku na You mchana, are working day and lakini night. chenye unapata ni kidogo But sana. whatever you get is too small. Maisha ya kuzunguka. The life of just rotating around one place. Wana wa The Israeli, people of Israel, Mungu anawaahidia, God is promising them anawaambia mtafika He tells them that Kanaani, you'll come to mji wa Canaan, maziwa na a asali. city of milk and Walitoka honey. watu milioni kama There 6 came na, out so many people, lakini watu waliofika but the people who arrived there, wawili pekee there were yake. only 2 people. Kuchelewa Their delay inaweza kukusababisha can cause you unakata tamaa. that you give up in life. Kuchelewa Delay, inavunja moyo. it Kuchelewa delay, inaleta maradhi. it brings even Leo kuna illnesses. watu ambao There are people, wana magonjwa ya presha, so much wana illnesses of ugonjwa wa pressure. sukari, They are suffering wana from ugonjwa wa HP. estoma, They are even suffering wana from ugonjwa ulcers. ambao mifupa inauma Even their bones are kwa pain sababu ya mashida because of the wanayoipitia, troubles they are kwa going sababu through ya kuchelewa because sana. of delay. Kwa sababu Because unapochelewa when you delay, mawazo yanakuwa you mengi. begin having so much Kuna thoughts. watu ambao wamefikisha miaka 50 There are people at 50 bado years, wanapanga but still they are still miaka planning. 50, They are still planning. hajui ni wapi They don't know ataenda. where to begin from at 50 Kwa hiyo years. shetani Therefore, Satan, anakuja nyuma, he comes behind you anakurudisha and then nyuma. he brings Kila you unapotaka back. kwenda Every time you want to go, anakurudisha he pulls you nyuma. back. Na wewe ni Mkristo, And you are a Christian. lakini unapoingia kwa But Mungu when you go to God, hautaomba. you will not pray. Saa ya kuomba The time of prayer. ndio saa unatoa miayo. You are there, but Saa ya kuomba The time of prayer. ndio unatembea You are tembea. walking around. Hata mapepo
hata shetani Even Satan, wanapiga makofi they are even kwa sababu because haujielewi. you don't understand Tunakuja kwa You Mungu come to God ili Mungu so that God atukomboe na kaburi. redeem us from death. Tunakuja kwa We come Mungu to God ili so that Mungu God atujibu He haraka. answers us quickly. Lakini wewe You unazubaa, are there and you are giving up, or you look like you're not seeing anything. utazubaa You will remain the same na utajipata and you'll find siku yourself. zako zimeisha. Your days are Tena gone. siku zako Even your days, zitajaa mateso they'll be full of kwa trouble sababu huelewi. because you don't understand. Huelewi. You don't understand. Ukiambiwa kuja mapema, When you are asked to come, tunaingiaga hapa you- saa 3. we come here by 9. Ndio tunaomba saa 1. It's when we pray for 1 hour. Saa 1. 1 full hour. Lakini ajabu, But funny thing, mtu anaingia someone comes saa 5. at 11. Tumemaliza maombi ya We sali are moja. done praying for 1 hour. Umekuja kufanya nini? What have you come to do? Umekuja kufanya nini? What have you come to do? Shetani anakuonesha, tengeneza nyumba, Satan is showing that make your house look better. tafuta chakula ukule, Find food and eat. jipodoe, Make up kaa yourself. vizuri. Put on well. Mungu, And I tell him, God, nimekuja. I have come. Mwaka jana waliniambia happy new year. Last year they told me happy Mwaka new year. ingine wakaniambia The other happy year new they year. told me happy new year. Happy new year. Happy new Happy year. new year. Happy new year. Lakini hiyo happy new But year, that happy new year, sioni happy. I don't see it to Na be happy. kuhitaji Mungu. I need God. Acha hizi habari za kuandikiwa happy new Stop year. this news being written to you as happy new year. Umeandikiwa mara ngapi? How Umeambiwa many mara times, ngapi? how many messages have you received of happy new year? Lakini umekuwa na hiyo happy? But have you had that happiness? Madeni, They are full of debts, magonjwa, full of illnesses. haufikii kitu kwa haraka, You don't get to whatever you want in time. siku hazikai, Days are numbered. bado They zinaendelea. are still continuing Lakini to count. ukifika But when kanisani you come to church, uko na starehe. you just there resting. Starehe. You just there enjoying. Wakipiga ngoma, When they are hiyo ndo saa praising unapenda you, kuruka. that's the time you jump up. Lakini huna muda na Mungu But you have no time for God ya kujiangalia. to look and focus at Naishi yourself. kwa nyakati. And that you're living in season. Naishi kwa nyakati. You're living in season. Nikicheza If I play around, uzee wangu utakuwa wa mateso. even my age or my Hakuna old times in full of trouble. kitu kibaya There's nothing so bad unapokuwa mzee, that when you are old, wakati umeanza kufikisha miaka 60, 70, when you are about 60, 70, unakuwa na lawama na watoto. you begin to blame your children left, right, center. Muniletee, Oh, bring me, munipatie, give me that, munifanyie. do me that. Wazazi wengi wanatesa watoto. So many parents are making children suffer. Saa hizi ndo saa ya kutengeneza maisha yao. Wengine wanachelewesha shule. Some people are delayed in school. We huko tu kumasomo. You just there. Ushaona mtu schooling. anasomaka haachi, You've seen these people who are in school for years. anazeeka iko shule, They get old, but they are still in school. yuko tu kumasomo. They are just. Nasema masomo lazima They are tusome. saying that we have to learn. We have to go to school. Anasoma leo hapa. Today they are here in this Kusoma school. ni mzuri, Yes, schooling is good. ni mzuri, It's good. lakini unapima siku zako. But you also look at your time. Uko tu shule, You're just in school. shule tu, School forever. Shule. Unamaliza hii shule, After this, after that. kesho shule, Tomorrow another school. Kesho kutwa shule. Another day is that. kesho kutwa Another shule. day you are counting a school again. Shetani iko na kuchelewesha Satan is delaying you na wewe hujielewi. and you don't understand yourself. Ingia basi shule, kazi, Yes, go to school and also work. tengeneza mambo, Make things straight. fanya mambo, Do something for yourself. ukijua ya kuwa Knowing that naishi kwa wakati. that I'm living in season. Wangapi wameingia kaburini na Kiingereza na Frenchi na Kiruga zote? How many people have gone to the grave with their English, with their French, with their so much languages, wameingia, and they have gone there? lakini ukiwaangalia nini walipata? But if you look at them, what have they gained? Hakuna. Nothing. Hawakupima siku, Because they didn't find, or rather measure their time. hawakupima. They didn't measure. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wewe unaolewa, You get married, uko kwa nyumba, you are in the house. wanawake Women, anaangalia bwana, you're looking at your husband. bwana anaenda kutafuta, Your husband goes to find saa bwana something, anatoka, and when he leaves, anachukua blanketi anajifunika, then you take your blanket and cover yourself. analala, You begin sleeping.
Atalala hata masani iko hapa na muja. She will sleep even when the utensils are dirty. Na bwana akikuja, and when the husband comes, wengine some wanaambia nenda kapike. They tell him that go and cook, make food for me. Nilikuwa nalala. I was sleeping, I was resting. Apendaye usingizi, the one who loves slumber, atakufa maskini, will die as a pauper. Pima siku zako. Measure your days. Hata una kazi, even if you don't have a job, try do something for yourself. Kulala. Don't sleep. Acha kulala. Don't sleep. Unanenepa siku zenye haziko zako. You're fattening in the days that unajua kuna watu wengine wananona. There are some people who are kuna fattening. Mtu amezaliwa ni mnono. Yes, there are people who are born fat or big or what's the right word? Hapana, fati nawe nayo una. What's the right word? What? The big. They are big, So fat. Matusi kidogo kidogo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuna mtu ana mwili kubwa. There's someone who is already naturally big in body. Amezaliwa hivi. They are born like that. Lakini tena usilale sana juu ikazidi. But also don't sleep so much because it will increase. It will not like someone like nikiwa na miaka 13. When I was 13 years, nilikuwa na kilo 73. I was already 73 years old. 73 kgs rather. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa si unaona hiyo 73. Now you see 73. Nikaenda. I continued the same. Nimepata watoto 4. Now I had 4 kids. Nikastuka na kuwa na kilo 100 na. And then I realized that I was about 100 plus kilograms. Mimi hautanipata nimelala mchana. You'll never find me sleeping in the day. No. Siwezi lala. I cannot sleep in the day. Mimi napandaga stairs za kwangu mle ndani kwa sitting room, napanda napanda nashuka. Ukiniona kwa nyumba utazania kama ukiniangalia hata kwa CCTV utasema huyu anafanya uchawi au. In the house if you find me you'll find me climbing up and down the ladder, climbing up kwa and down the stairs. Kwa sababu hata nikiwa naangalia TV hivi. Because every time when I'm even watching the TV, nikikumbuka ile kilo yangu niko nayo. When I remember the weight that I'm having, nasimama mara moja. I stand up very fast. Naanza. And then I began walking. Niko naangalia kila kitu hivi. I'm looking at everything. Hivi. Natembe. I'm walking around the house. Utaona unapanda, you'll find me unashuka. Unapanda, unashuka. Unapanda, unashuka. Unakuwa unajiambia, then you ask yourself, nikipima kuzubaa, if I decide just to sleep, sitaweza simama. I'll not be able to stand here. Lazima nifanye kitu. I have to do lakini an activity. Wewe umeolewa, but you are married, unalala, you sleep, uko na kamtoto kamoja, you have one child. Mimi kwanza nachukiaga hao wanawake wanajisema niko na mimba. I don't like these women who say that I am pregnant. Niko na mtoto. I have a child. Mtoto sio ugonjwa. Having a child is not sickness. Mimba sio ugonjwa. Pregnancy is not sickness. Toka kwa kitanda. Get out of that bed. Fanya kazi. Do something for yourself. Mama, wewe ukiwa mzee ulikuwa nalala, ukiwa kijana ulikuwa nalala. Mom, when you are young, sijui kizazi tuko nacho. It is the time utakutana the generation mate amemjaa mpaka huku. There are people you'll meet today, they are having sura imevimba. Even their face are swollen. Alafu tumbo iko nje. And the stomach has become hawezi so big. Kufanya kazi. They cannot do anything. Pima siku zako wewe. Can you measure your days? Acha kuzubaa. Huyo anapoenda kutafuta, when this one is going to look for anything, shughulika. Also try to do something. When he comes, aingie ndani ya nyumba apate amani. Let him come the wanaume wanakufa haraka kwa sababu ya wanawake ambao wanakaa tu nyumbani. Anakuambia niko na mimba. Mimba nini? Mimba haiko kwa mkono. Pregnancy is not in the hands. Come on. Mimi nilikuwa nikipata mimba. When I was pregnant, siku ya kwanza, the first day, mpaka siku nitazaa, even to the day that I'll give birth, natapika mara 3 kwa siku. In a day I'll vomit 3 times. Nikitaka kula, when I want to eat, lazima niende nikatapika. I have to go and vomit first. Ndio niweze kunywa chai. For me to be able to take tea. Nikitaka kula chakula cha mchana, I want to take the nitoe kwanza kile cha asubuhi. I have first of all go vomit again for me to eat. Nageukaga na kuwa pata hivi. I became so slim. Lakini haitanikataza kufanya kazi. But it will not stop me from working. Haitanikataza kufua. It will not stop me from washing clothes. Uko na heri mnaletewa wasichana
msichana wa Better kazi, you have lakini maisha housemates. tumeishi But the wengine, life we have, uko na we have watoto left. We have 4 kids, watano, 5, wote and unawashughulikia. all of them Na ndio maana unaona you're taking care of them. wazee, sisi wazee tuna nguvu You see people who are elderly today, they have so much strength in them kwa sababu because hatukulala. we didn't sleep. Lakini leo But today, ukijua tu Bwana iko na kapesa, you just know that your husband has some money, some coins. That's the time you begin now. Auntie, Auntie, nitolee hii mate hapa. please remove this saliva from here. Auntie, Auntie, mtengeneze mtoto. please make that child for me. Auntie, Auntie, fagia hapa. please wash your Auntie, auntie. mpaka leo Until wanaume today, men, hawajui utamu wa chakula chao They- wake zao. they don't know the sweetness of the food of their Na wives. shukuru wa Bwana wetu wa kale. I thank God for our husbands. Juu mwanaume wetu Because our husbands, hawezi kula chakula cha msichana. they could not partake of the food of Hata their kama housemates. msichana anajua kupika, Even if they know how to cook, uende kapike. go and cook for me. Hivyo ndo sisi tumekomaa. That's how we have matured. Lakini leo But today, kuna wanawake unamwona mrembo, there are people you look at, they are so beautiful, lakini anampikia mwanaume cabbage. but they make cabbage for their husband. Ukiangalia ile When you cabbage, look at the cabbage, unasikia hata machozi. you'll wonder. Unaangalia unasema huyu mwanaume anakulaga hii chakula hivi. You look at this husband, you wonder, is this man, does he Huyu take mtoto this? mwanamke alitokaga wapi? Where did this woman come from, surely? Ni kwa sababu gani? Why? Hujui kupima siku zako. You do not know Unakaa kwenu, your seasons and time. You unazana stay in siku your zote house, utakaa kwenu. and you think that all the Hujui days you siku spend moja in your utakuwa father's mama, house. You don't know that one day you'll become a utakuwa mother, mke. you'll become a wife. Jua kupima siku zako. Know how to measure your seasons Leo and uko time. kwenu, Today you are in your kesho father's hautakuwa house. kwenu. Tomorrow you'll not be in your father's house. Bwana asifiwe. Hallelujah. Najua wakati huyu watu wote wanafanya kazi, wanaume wanafanya kazi, I know wanawake today wanafanya everyone kazi. is working, women and men. Lakini mimi kila siku nasema mwanaume atabaki mwanaume. But every day I always say that a man shall remain to be a man. Hawezi kumletea vitu vya ajabu kwa meza juu You can ulikuwa never bring kazini. anything that looks terrible on the table. Lazima umtengenezee You- chakula kazuri. You have to prepare good food for them. Mtanichukia tu. I know you'll never like me. Si mtanichukia hapa. You'll never like me, I know. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tengeneza chakula. Prepare good food. Mtu anajua kupika supu zake, anaweka chakula yake kwa friji, atakuwa anatoa kidogo kidogo, lakini anajua leo ni Saturday, ndatengeneza kidheri kizuri, Every day you mahindi have a mazuri, menu. Have a menu for nitaweka, the meals that you have nitafanya to hivi, make nitafanya every hivi. day. Jua kupima. Know how to measure. Bwana Know Yesu times. asifiwe. Praise the Lord. Kuna mtu alichelewa. There's someone who delayed. Alichelewa kwa sababu ya shetani. Who delayed because of Satan. Alichelewesha. Satan delayed. Unapoenda kumaliza kitabu cha Daniel As I'm going to end the book of Daniel, 10 na mstari wake wa 12 na 13. and the Bible says this, chapter 10 verse 12, Daniel. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Verse 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Huyu ni Daniel. This is Daniel. Biblia inasema ya kuwa And the Bible says aliomba that he prayed siku ya kwanza. the first day. Sijui moshi inatoka wapi. Siku ya I kwanza. don't know where this smoke is coming from. Please help us. Siku ya kwanza The first day, jibu ya maombi yake ilishuka. the answer came down. Lakini mkuu wa Wajemi But the king of Persia, the prince of Persia, akafunga maombi yake. he withheld your prayer. Akamchelewesha siku 21. And he delayed for 21 days.
Lakini Daniel hakuacha kuomba did not stop to pray mpaka wakati alipopokea. until when he received it. Kwa hiyo neno lingine la kuchelewa, In other words, of lateness ni nguvu za giza, is the power of darkness, roho za kichawi, the spirit of witchcraft, mapepo na nguvu za giza demons and power of darkness zinazosababisha mtu that are causing people asifikie jambo kwa that don't haraka. get to their time or their things they want in time. Unajipata umeomba, You find yourself, you Mungu pray amejibu, and God has answered, lakini kuna roho but there's a ambayo spirit inakukalia that is sitting on you, usifikie baraka zako. that you don't get to the level of your blessing. Na hivyo ndivyo shetani And that's anafanya. how Satan is working out. Ukitaka tu kufikia, If you just want to get there, jambo linafanyika. something happens. Mtu anataka kukubariki, Someone wants to bless anakuambia you. nataka kukubariki, He says that I want to bless you. lakini ikifika hiyo When siku it comes to that day, shetani anampiga ule, Satan fights that person anasababisha asikuletee. and causes that person to bring to you. Na ndivyo hivyo And that's how siku zinaenda, days are numbered, they're going, zinaenda. and they're numbering itself. lakini Daniel But Daniel, alitambua hiyo he realized this, ya kuwa that kufikia kitu kwa haraka, for me to get to whatever I want quickly, kukaa kwa magoti, it is to stay on my knees, kumtafuta Mungu kwa to bidii. search for the Lord heartfully. Aliomba, He prayed, aliomba he prayed. mpaka Mungu And God anasababisha Mikaeli is causing kupigana Michael na mkuu wa anga to go and ili fight kuchukua for the baraka king ya of Persia, Daniel to go na and take the kumletea. blessings of God of Daniel and bring Lakini to him. Daniel But Daniel, angesema nimeomba, nimemaliza, he says that I have prayed asingepata. and he could not get it. Kwa hiyo shetani yuko But Satan is there, kuchelewesha remember, mambo. to go and delay things. Ndio maana mambo yako yameharibika That's why sana. your things are not Ulizania the way mwaka they're supposed huu to be. You thought this utakuwa year umeshaoa, you'll have been utakuwa married, umesafiri, maybe you have utakuwa umepata traveled, kazi, you gotten that job, utakuwa umefanyikiwa, maybe lakini having wewe uko success, ule ule, but you've remained the same umecheleweshwa. because of delay. Lakini Bwana anasema But the Lord says, omba. pray. Anawafuata He wanafunzi, follows his disciples. anawaambia Tells wanafunzi, them that disciples, ombeni pray msiache, that do not stop. msije mkaingia Pray majaribuni. without ceasing, that you don't get into temptation. Lakini hautakagi kuomba, But you don't know when to pray. wewe ni Mkristo wa kawaida. You are just a normal Christian. Wewe unafikiria saa hizi hapa, si unanisikia tu? You are hearing me, I know. Kuna wenye unasikia There are people who are hearing na utaviachia tu hapa. and they leave it here. Ni mara ngapi nimekubembeleza kuja omba? How many times have I asked you to come and pray? Mwaka utaisha huko tu hivyo. The year will end, you are still the same. Msio mnajidanganya na vipodozi na hizi maplanti tuko na vala. Don't lie yourself to with the things you are putting on. Usikuwa najidanganya na mtumba wenye umenunua pale wa shilingi 500. Don't lie to yourself with this second hand clothes you are Watu wa putting on. miaka yako wako na pesa. People of your time and years, they Watu wa have money. miaka yako saa hizi wako na People of your manyumba. age have got houses. Watu wa miaka yako wanatembeza magari People of your mazuri. age, they are driving good Watu wa miaka yako wanalala cars. nafasi nzuri. People of your age, they are putting Lakini on good shetani clothes. amekupumbaza. But Satan has foolish you, made you Hauoni foolish. umechelewa? You don't know that you are delaying. Haujisikii hata You don't wivu. feel even that you're delaying. Mwaka jana uliuza kitu kimoja. The other day you sold one thing, Na hiki kitu and this thing, hakuna kitu unapataga ndani. nothing you found in it. Biashara ile ile. The same Kama ulikuwa kind unauza of business. maziwa, If you are selling milk, miaka 3 huko tu for kumaziwa. 3 years you are selling the same Sukae product. chini Can you ujiambie, sit down and ask hii maziwa yourself, nauza this milk miaka I'm 3 selling for 3 years, imeniletea nini kwa what meza? has it brought me on the table? Wewe unaona tu ugali. You're just looking and seeing, Nilipata ugali I got to Gali miaka 3. for 3 years. Nguo zile zile The unavaa same clothes you're putting on miaka 3. for 3 years. Kitanda kile kile The unalalia same bed you've been sleeping on na shuka ni zile and the zile. same sheets. No, come on. Huna umechelewa. Don't you think you are getting delayed? Na wengine And some, na kitanda miaka 3 kiko pale pale vile ulikikutanaga njoo for vile 3 kiko years, pale. the way you got that bed, the same way it is Hakuna hata there. siku unakibadilisha. There's no day you ever change even the direction or the Kuwa position. hata na hewa nyingine. Even have a different We kind tu of huko tu hauoni. environment. You don't see. Marido ni ile ile ulinunuaka. Hizi curtains. The curtains are the same curtains Zile you had. zile The tumekuja same kwako. curtains. You've come to your house, Tumezipata visited you, just miaka found the mbili, same for 2 miaka years, 3. 3 years, same Huoni curtains. kama unachelewa? Don't you think you are not you delay?
carpet ile ile. The same carpet since when I saw you. Mtu akikuuliza, When someone is asking you, sina pesa. oh, I don't have money. Kwa nini? Why? Roho ya kukuchelewesha. Because the spirit of Pesa delay. ziko. There is money. Because Roho God ya is kumchelewesha a spirit of delay kufikia baraka to get zake. your blessings. Ndio ukiona wakati wa kutoa, When you see the time of giving, watu wanafunga masura. people always frown. Wengine wanasikia aja haraka Some, haraka. that's the time when they want to go and ease themselves. Juu anajiangalia. Because when they look at themselves, Ye mwenyewe ni sombe. you're already looking like cabbage. Hana. You're not there. Hana. You don't have it. Kwa sababu gani? Why? Shetani amekuchelewesha. Satan has delayed that Juu person. 10,000 Because 10,000 shillings. 20,000. 20,000 shillings. kwa mtu ambaye uko na miaka 15 20, Someone between ni pesa zako 15, 20 years. za kufanya vitu, That is money to do your own things. lakini wewe 20,000 But you 20,000 uko na shillings miaka 38 and you are 38 years old. unazipangia. You are Unapangia for shule, you're planning for schooling. unazipangia You're chakula, planning for food. unazipangia fare, You're planning for bus unazipangia fare. kila kitu. You're planning for everything. Kaa chini, Sit down anza kumwambia shetani, and begin to tell Satan, hautanifurahisha kuwa nafanya biashara yenye hainiletei kitu. you will not make me stay in one place doing the same business that will not Mungu, give me fungua profit. akili yangu na God, ufahamu, open and give me knowledge nifikie so baraka that I zako get to my blessings. katika jina In la the name Yesu. of Jesus. Lazima ukatae. You have to refuse. Kama umefanya biashara miaka 3 If you've been working on a business for 3 na ile years, miaka 3 hakuna kitu and that imekuletea, for 3 years there's no profit, isimamishe. stop it. Beba pesa yako, Take your money out of it. piga magoti kwa Mungu, Go to the Lord mwambie and Mungu, kneel nipatie down ufahamu, and ask the Lord to give you nifanye knowledge biashara that I may do ambayo a nafanya business kitu that kidogo, I'll be able to lakini do something matokeo small, yake ni makubwa. but the profits are Kuna big. watu wanaingia ndani ya nyumba There saa are 5 people usiku, who come to their houses at 11 in the night, alafu hiyo saa 5 and that 11 anakula saa 7, they are taking their medicine na at 1. hakuna makosa kukula saa 7 It's usiku. not bad to partake of your food in the night. Magonjwa mengi yanakuja kwa chakula cha usiku. But the problem is that so much illness are Shetani found in the anakutesa late kwanza, eating. Satan anakupa kazi ya mateso, gives you that work of alafu suffering, anakuingiza kwa nyumba saa 5, and then he gets you in the house alafu in the saa night, 6 uko nakula, and already you're partaking wewe of food unajiona uko late, sawa, and you think alafu you're saa 1 okay. ukiamka And the morning when you wake up, unavaa vizuri, you put on so well, unajiona uko juu, and you think you're so kumbe okay. shetani He said amekuchelewesha. Satan has delayed you. Anza angalia maisha yako Begin to check na your life kumsihi Mungu and ask of the Lord akupatie wepesi wa maisha. to give you an easy life. Si mko mnalala hapa juu, mlilala saa 5 saa 6 za usiku, lakini hakuna kitu. But there's nothing. Mtu akikuomba When pesa, someone will ask you for money, unafurahia watu wakuone huko kwenye biashara. you want people to see you that you are Acha doing watu business. wakucheke leo, Let people laugh at you wasema today. umefunga kazi, And they're saying that you closed down lakini your business. unaporudi nyuma But when you go back unatengeneza on the drawing board, you have Nitafanya made, nini? what shall I do? kitu ambacho kitanipatia pesa. Something will give you Kuna money. wengine There wanachelewesha, are people who are delayed. mwenye manyumba anaamua kuomba masala mbaya mbaya, And the owners of the anakwambia hawa houses wafanya are, biashara wabaki hapa, the owners of the houses are making wrong hata prayers. upati biashara So that they unang'ang'ana hapo, You are there unalipa suffering. renti, You are paying hakuna rent. kitu kinaendelea, Nothing is unataka happening. masifa You want people na to, hakuna chochote. you want to boast about Mungu it. akuondolee roho ya May God kukukawiza take you out of that spirit katika in the name jina of la Jesus Yesu Kristo. Christ. Mungu akupatie May ufahamu. God give you Kama ni mahali understanding umekaa muda mrefu that I've stayed here for long. na unaona hakuna kitu And you see kinaendelea, there's nothing achana. that Hata is kama ni happening. nyumba ni nzuri, Stop it even if the house is sio so yako good. na sio ya mama It's yako, not your house or even your mother's. unapanga. You are Toka, there but you are renting. Get enda out. katafute mahali Go find somewhere ambapo utafanya biashara that will do a kidogo good business. na Small utabarikiwa. business and you'll be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Huyo Mungu atusaidie. Therefore may God help us. Roho ya kukawiza, The spirit of delay. roho ya The kutuchelewesha spirit of delay ikashindwe katika jina la may Yesu, be defeated in the name of Jesus. kwa sababu tunaishi kwa wakati, Because we are living in the seasons. tunaishi na We wakati. are living in time. Tunapochelewa When we delay, we are delayed. vitu vingi vinabadilika. So many things change. Hakuna kitu kibaya There's nothing bad. upate mapajero na mabenzi uko na miaka 70, You get so many maybe big
cars and you are like 70 years. Juu wakati utakaa kwa hiyo gari. Because when you get kwanza juu ya urefu wa gari. Because the car is too high. Hautaweza kupanda. You will not be able to get in. Baraka hizo. Such kind of blessings, no. Mungu anipe baraka. May God give you a blessing. Ambayo nikitembea. That when I walk around. Na kanyaga mafuta. I am narusha vumbi. And I am. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu akupe baraka. May God give you blessings. Ambayo sio zile ambayo unapata pesa afu anakuambia usikule nyama. Not blessings that when you get money they begin giving you instructions on what to not unaanza eat. kuambiwa usikunywe. You are told that don't take maziwa, of meat, don't take of milk. Usitumie fromage na sosiso. Don't use sausages, I don't know what. Sasa uko na pesa and you have money. Lakini uko nalala kwa kiti hivi. But you are just sleeping on the chair like this, like a drunkard. Juu hukujua siku. Why? Because you didn't know time. Ya kupima chini ya jua. And the time of living under the sun. Na kutia wivu leo. I am giving you a bad heart. That you don't get rest. Usikae na marafiki ambao hawatakuongezea kitu. Don't stay around people who will not add you value. Usikae kwa simu muda mrefu. Don't take so much time on your phone. Watu wanakaa naangalia. People are on their phone scrolling. Watu wanatwaka. Oh, people are talking. Nyimbo mpya imetokea. Oh, new song has unajua saa unawaangalia sana. You're watching them. Unawapatia saa. You are giving them watch time. Ile kitu walifanya kinawapatia pesa. It is giving them lakini money. Wewe but for you, hakuna kitu. There's nothing. Sufanye kitu watu wakutazame. Can you do something people to watch you too? Sufanye kitu. Do something. Kitakupatia pesa. That will give you money. Sufanye kitu. Can you do something? Ambacho kitakuendeleza. That will make you succeed. Lakini unakaa tu unaangalia simu. Sitting there and watching things on phone. Unaangalia, unakutana mtu anaangalia movie. He's watching a movie for 5 hours. Haujifikiri masaa 5. You're not thinking for yourself for 5 hours. Nachelewesha maisha. You are delaying your ningekuwa nauza mayai ningekuwa nishapata faida ya shilingi 100. Selling eggs on the road, I'll have found even 100 shillings. Lakini ukitoka hapa, but when you get out of this place, unaanza omba fare. You begin to ask for bus fare. Hauna. You don't have it. Tukitoka hapa, when you leave this place, unasema sina pesa ya chakula. You say I don't have money for food. Haujui kupima siku zako. You don't know to understand. Na wakikupatia 1000, and when they give you 1000 bob, hauna hata economy. You don't even have that knowledge of understanding. Wewe ule ulishenda kununua kakuku kote kazima ka shilingi kama 700. You already go to a hotel and spend even 700 shillings. Unanunua na mboga na kila kitu. And add some other additionals, even 1000 is. Na sasa uko nakula unavua shemize. And the time when you're eating you pull out your shirt. Alafu yasho iko na kutoka unasema nakula bien. That time you're sweating and you're saying that I'm eating so good. Nakula mzuri. And this is how I'm supposed to eat. Hauna hata akili. And you don't have. Sema nimepata hii 100. Saying that I found this. Naweza kufanya nini izalishe? What can I do for it to give me naweza more? Uza hata sweet. I can even sell sweets. 1000 hiyo wanakupatiaga. 1000 you are being given. Inaweza kukuzalishia. It can give you profit. Tray moja ya mayai ni 400. One tray of iko na mayai ngapi? Karibu 30 ndani. How many eggs are there? Uiuza shilingi 30 unapata ngapi? If you sold 30 shillings each, how much is that? Haupimi siku zako. You don't understand. Unakaa chini unasema nakula nyama choma leo nimekula nyama today I'm eating so well. Alafu kesho naambia Bwana. Then tomorrow you ask, sina pesa. I don't have money. Nachukia. Mimi naambia hao wasichana wangu. I tell always my daughters. Wakaomba kila saa mwanaume hakuna chakula, hakuna chakula. Don't be people to ask your husband kutafuta to ask for money from your husband. Hata mwanaume akikuja mnunulie zawadi. Even this when this husband comes home, give them some presents. Buy them some shirts. Tell them I've got this shirt and this kind of a shoe. Mzee wangu, my husband, Mungu akutie nguvu. May God give you strength. Akupe maisha. And give you life. So that you bring us up as family. But every day, naomba. You're there to ask for money. Give me food. I don't have whatever. I don't have this. I don't have that. Mtoto wa mwenzako. You another person's child. Oh, come on. Wanazana vile naongea siko mwanamke. Do you think as I'm talking I'm not a woman? Siko mwanamke. I'm also a woman. Lakini nakwambia kitu ambacho lazima ufanye. But I'm telling you something you need to do. Juu mwanaume na mwanamke wote wako na nyama. Because a woman and a man, all of them are flesh. Huyo sheria wako pale iko na nyama. That your beautiful woman there is full of flesh. Hey, yes. Wakati mwingine unamhurumia. Sometimes you wanaume wanaliaka. These men are going through
Kuna wakati unaenda pale town unampata tu amekaa mahali. Sometimes you go to town, you find them seated somewhere. Anakuambia, anasema nimezunguka. I have been walking around the street. Sina hata fare kurudia. I don't even have bus fare back home. Kama hata kwa nyumba tutakula nini. What I'll eat in the house. So pime kwanza siku. Can you measure your time? Look at your seasons. Angalia siku zako. Check your time. Tafuta hata watu wakuuze vitenge viwili. Nilienda pale even people sell some. Nikakutana na Warundi wamoja. I met some Burundian people. Walikuwa wanaongea Kirundi. They were talking. Sikuwa nawaongelesha. I was not talking to them. Lakini nikamsikia mmoja anaongea. But I heard one say. Anambia hichi kitenge kimoja. That this one nimekipata na 1,000. That I found at 1,000 Sasa nitachukua viwili. And I'll take 2. Nimepata customer. I have found a customer. Ambaye nitamuuzia 1,150. That I will sell at 1,500 each. Akinipatia tu hizi pesa. If he gives me this money. Kale ka faida. That kuongezea tena. I'll add on it again. Na walikuwa msichana mdogo tu. And it was just a young lady. Na mwingine papa alikuwa anamuonesha. And another one was a man who was showing her. Nikakaa namwangalia. And I sat down, I was looking at them. Umri wa huyu msichana. And I saw that the age of angekuwa this woman. Anajifikiria kujiuza. Maybe she was thinking of being a prostitute. Akae na cheka kwa wanaume ampatie. Sitting somewhere laughing at men. Lakini yuko hapa Isili. But here she's at Isili. Akiuza kakitenge kamoja. And she's selling one wrapper. Na unapoanza uza kitenge kimoja. And this kitenge when she sells it. And God anasema atabariki kazi ya mikono yetu. Because he said that she shall bless the works of her hands. Lakini wewe hakuna kitu. But there's nothing in you. Alafu kikuja hapa kanisani hata sadaka hujui kutoa. When you come to church, even don't give anything, even as an offering. Tutoe sadaka hakuna. Let's give. Unatoea watu macho hivi. You always looking at people. Hautoa sadaka. You never give. Mpaka mimi nakujua utoagi sadaka. Until when we know you, you don't ever give in church. Najua hautoagi. I know you don't give. Heri mkono utoao. Better a hand that gives. Kuliko ule wa kupokea. Than the one that receives. Nikiona uko kijana unakuja kunilomba pesa. When I look at you are a young man and you are coming to borrow me money. Na kutafutia nafasi ya kwenda kuchimba miti. I will find you a place to go and dig out. Nguvu yako isikufe bure. So that your strength don't go for free. Unakula mamikate. You are there taking so much bread, loaves of bread. Mzima yote unamaliza kwa nyumba. A whole loaf of bread you finish it in 1 minute. Na hujui hata kupika chapati. And you don't know how to. Kila siku nipate pesa mkate. Oh, I need bread. Nipate pesa mayai. Bring money for pesa maziwa. Money for this and that. Nyi wazazi mko na vijana wamemaliza shule. You parents who have those wafundishe kukunywa chai ya rangi. Allow them to partake of this that kupata akili ya kutafuta maziwa. So that they understand when to look for milk. So kila kitu kuwapatia. Not everything to give them. Mimi kuna saa watoto wananiingilia kwa juma, mama nataka. There's a time when my children come to the house I want and I tell them I don't have. Get out. Get out. Katafute. Go and find. Na niko nayo. And I have it. Lakini simpi. But I can't give. Tafuta. Go and find for yourself. Acha maisha kuchelewa. Come on, stop this life. Ukiendelea kukupatia utachelewa. If I continue to give you, you'll delay. Lakini nikikataa kukupa. But if I stop to give you, jitahidi. You will be able to stand out. Kwa hatima yako. So that you get to your destiny. Utanichukia leo. You hate me today. Lakini kesho utanipenda. But tomorrow you love me. Najua mmenikasirikia wa mama. I know women you don't like me anymore. Wa baba. Men here you don't love lakini me. Nakwambia ukweli. But I'm telling you the truth. Nakwambia ukweli. I'm telling the reality. Kuko wa mama hawajui atalea watoto yao. There are women here who don't know how to take care of their children. Msichana wa miaka 25. Mtoto anakaa mpaka saa 6 hujui kumwogesha. There's a child who will stay for mtoto anavaa manguo to close them. They are putting on clothes that are so big, bigger than their neck. You are there, I don't want to take care of your child. Sincerely. May God bless you so much. Hallelujah.